Okay, kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Namba moja ni msaidizi au mfariji. Tasoma Warumi 8:14 itakusaidia. Msaidizi au mfariji, Warumi 8:14 utaisoma itakusaidia. Namba mbili, mwalimu mkuu. Ni mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu, tasoma Yohana 14:26 itakusaidia. Kwa nini mwalimu mkuu? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakufundisha kitu cha kufanya kwa majira, nyakati na muda husika. Roho Mtakatifu, namba 4. Roho Mtakatifu ni kiongozi wa maisha. Kiongozi wa maisha. Kiongozi wa maisha. Kwa nini? Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, atakufundisha wewe kutofautisha jambo jema ni lipi, kutofautisha jambo baya ni lipi. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, atakupa maelekezo ni nani ambaye unastahili ukae naye kama kampani ya maisha yako, na ni nani ambaye anatakiwa umuombee ili atoke kwenye changamoto na kwenye shida inayomsumbua. Roho Mtakatifu atakupa maelekezo ni nani ambaye anastahili kusimama mbele yako kama destiny helper. Apart from that, utakuwa unadokoa sana, alafu uone popote. Mwisho wa siku unaishia kukata tamaa ya maisha.